Kwenye baadhi ya maeneo kama ya masuala ya kiuchumi, namna ambavyo watu wana shauku ya kujua tunavyosimamia masuala ya kiuchumi na matokeo ya kuongeza riba ya Benki Kuu maana yake ni nini katika kudhibiti mfumuko wa bei. Kwa hiyo nimeona watu wakipata elimu hiyo ni swala zuri sana, kuonesha kwamba watu wanafuatilia na kujua mustakabali wa uchumi katika kila robo mwaka, kwa sababu kila tunapotangaza kiwango cha riba ya Benki Kuu ndio msingi wa kuongeza ukwasi kwenye mzunguko wa kiuchumi na ndiyo chanzo cha upatikanaji wa fedha za mabenki ambayo nayo yakipata zile fedha anapeleka kwenye mzunguko wa kiuchumi. Kwa shughuli tunazozisimamia kama Benki Kuu zinazowezesha masuala ya usimamizi wa mabenki, mpaka sasa benki zote tunasimamia vizuri, zina mitaji ya kutosha, zinatengeneza faida, zina ukwasi wa kutosha kukopesha watu. Naona shughuli zinaenda vizuri. Kwenye eneo la masoko ya kifedha sasa hivi inaenda vizuri, zile dhamana za serikali na hatifungani za serikali zinazotolewa ziko vizuri, na tunashukuru watu wameendelea kuelewa, na kwa sababu zile riba tumeziweka ni za soko, tunaona kadri ushindani unavyoendelea wakati mwingine riba inashuka. Inaposhuka basi inakuwa ni ina faida kwa upande wa serikali, maana yake serikali inaweza kukopa kwa gharama za chini, lakini ina faida hata kwa wale wawekezaji, sababu anaweza kanunua na yeye akaenda kuuza kwenye soko la upili, kwenye secondary market ambayo liko pale Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa hiyo akiuza pia anapata faida yake, inategemea na kiwango alichonunulia na kile atakachoenda kuuzia. Kutokana na ule mfumo wa SEMA na BOT umerahisisha sana upokeaji wa malalamiko, na kwa sababu pia tulianzisha utaratibu mwingine, yani ni mfumo wa wale watoa huduma za kifedha wa tunaita ni daraja la pili, watu wamezoea kuita mikopo umiza na kausha damu. Nimewawekea utaratibu wa wao wenyewe kujisimamia, na walitengeneza taasisi mbili, moja inaitwa TAMIU, nyingine inaitwa TAMFI, ambao wale tuliingia makubaliano mwaka jana ni sainiana nao. Kwa nilikuwa pale napata mrejesho na baada ya mwaka mmoja ni kwa kiwango gani wameweza kupunguza malalamiko, lakini nimewaambia tuangalie namna ya kupanua wigo, kwa sababu inawezekana kuna baadhi ya watu hawajui kusoma na kuandika, lakini bado wanayo fursa ya kuwasilisha malalamiko yao. Kwa hiyo riba tuliyotangaza ninaamini kabisa ya 6.25 itawezesha utulivu wa bei hapa nchini, itawezesha ukwasi kuwepo kwenye mabenki kwa kiwango kinachotosha ukuaji wa mikopo na ukopeshanaji wa watu wanaohitaji fedha kutoka kwenye benki mbalimbali za kibiashara, kitawezesha mfumuko wa bei uendelee kubaki ndani ya wigo wa 3 mpaka 5 kama tulivyoweka kwenye malengo yetu, na itawezesha upatikanaji wa fedha katika urali unaowiana kulingana na matarajio tuliyojiwekea, kwa sababu tunaenda sasa kwenye kipindi hiki cha mavuno ambapo Watanzania wengi waliolima watakuwa wanauza mazao yao. Ni kipindi kizuri ambacho thamani ya shilingi itaendelea kuwa imara na kuwezesha wale waliolima wapate thamani stahiki kulingana na shughuli za kiuchumi wanazozifanya. Kwa wale wanaotaka kuuza bidhaa zao nje, ni kiwango stahiki ambacho kitawezesha mtu anapotaka kuuza bidhaa zake nje apate fedha za kigeni zinazowiana na fedha alizozitumia ndani ya nchi. Kwa hiyo ni viwango ambavyo tumevifanyia tathmini na kujiridhisha kwamba ile 6.25 inakidhi kabisa katika kuweka mustakabali wa uchumi wa nchi yetu kwa robo mwaka ya 3 ikae vizuri, na tunaamini mpaka mwisho wa robo mwaka hali itakuwa shwari na fedha zitakuwepo za kutosha kuwezesha shughuli za kiuchumi zote zitekelezwe vizuri hapa nchini.